Dunia imezizima, dunia inalia, dunia inatapatapa. Si ngozi nyeupe wala nyeusi, hakuna mrefu wala mfupi, mtoto, kijana, mdogo, wa kike, wa kiume, wazee kwa vijana, wote wanatapatapa, wote wanaishi kwa hofu juu ya huyu adui mkubwa ambaye ni corona. Corona kwa Kiswahili, wazungu wenzetu wanamuita coronavirus disease 19, COVID-19. Fahamu kuhusu virusi vya corona na ugonjwa wa COVID-19 au COVID-19. Virusi vya corona vimeingia Afrika Mashariki baada ya mgonjwa wa kwanza kuripotiwa nchini Kenya. Najua unaweza kuingiwa na wasiwasi, lakini usiogope. Hiki ni kirusi cha aina gani? Corona ni jamii kubwa ya virusi vinavyosababishwa maradhi kwa wanyama na binadamu. Kwa binadamu, jamii kadhaa za virusi vya corona vinafahamika kusababisha maambukizi kwenye njia ya hewa na mfumo wa upumuaji. Maradhi yaliyowahi kusababisha madhara makubwa kutokana na virusi vya corona ni pamoja na MERS na SARS yaliyozuka mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kirusi cha corona kiligundulika hivi karibuni kusababisha ugonjwa unaofahamika kama COVID-19. COVID-19 ni nini? COVID-19 ni ugonjwa wa kuambukizwa unaosababisha na virusi vya corona. Virusi hivyo vipya havikuwa vikifahamika hapo kabla na sayansi ya tiba, na vilianzia nchini China mwezi Disemba mwaka 2019. Dalili zake ni zipi? Dalili kuu za corona ni pamoja na homa kali, uchovu na kikohozi kikavu, na zinatokea taratibu. Dalili kubwa na inayoweza kutia hofu ni mtu kukoa, kukosa pumzi, lakini isikutishe. Ni mtu mmoja pekee kati ya watu 6 walioambukizwa virusi vya corona hufikia dalili hiyo ya hatari. Na 80% ya walio na virusi hivyo hupata nafuu bila kuhitaji msaada wa matibabu. Makundi yaliyo kwenye hatari zaidi ya ugonjwa huo wa corona ni yapi? Shirika la Afya Duniani WHO inasema wazee na watu wenye magonjwa ya kudumu kama shinikizo la damu, kisukari, matatizo ya figo ndio walio kwenye hatari zaidi ya kushika au kuathirika pindi wanapopatwa na virusi vya corona. Watu wa umri wa wastani na wenye afya imara wanaweza kupata virusi vya corona na kupona bila kuhitaji matibabu yoyote. Lakini unaambiwa virusi hivi vilitokea wapi? Unaambiwa virusi vya corona, kwa Kiingereza coronavirus, ni kundi la virusi vinavyoweza kusababisha magonjwa kwa wanyama, mamalia na ndege, lakini pia kwa binadamu. Inaaminiwa ni aina ya virusi vilivyohama kutoka kwa wanyama na kuathiri binadamu pia. Virusi vya corona vipo vya aina mbalimbali zikiwemo 229E, NL63, OC43, HKU1 na SARS-CoV-2. Lakini unaambiwa kwamba tabia ya pamoja ya ugonjwa huo, virusi vya corona huwa na uwezo wa kubadilika na aina nyingi husababisha magonjwa yasiyo hatari sana upande wa binadamu. Kudhoofika kwa mwili kutokana na mashambulio ya virusi kunafungua milango kwa bakteria wabaya kuvamia na kusababisha maambukizo ya mfumo wa upumuo kama mafua au homa ya mafua, influenza, yanayoishia kwa kawaida baada ya siku kadhaa. Lakini kuna pia maambukizo ya hatari kama pneumonia inayoweza kusababisha kifo. Hivyo inatakiwa watu wapunguze kutumia kwa pamoja vitu hatarishi kama vile vya ncha kali. Hadi sasa hakuna chanjo au dawa ya kudhibiti virusi vya aina hii. Kwa hiyo uponyaji hutegemea mara kwa mara nguvu ya kinga mwilini cha kila mtu. Hii inamaanisha virusi hivi huleta hatari hasa kwa watu wenye kinga cha mwili kilichozoofishwa au watu wenye kinga ya mwili ya chini. Aina hizo za virusi zina uwezo wa kubadilika. Miaka ya nyuma ulikuwa na mabadiliko kadhaa yaliyosababisha vifo vya watu na kuenea haraka kimataifa.
hivyo kusababisha hofu za epidemic na hata pandemia. SARS kwa kirefu kwa Kiingereza wanasema Severe Acute Respiratory Syndrome. Huu ulikuwa ugonjwa sugu wa mfumo wa upumuo uliosababishwa na virusi vya corona aina ya SARS-CoV. Uliripotiwa mara ya kwanza huko Asia kwenye Februari 2003, ukaendelea kusambaa katika miezi iliyofuata katika nchi zaidi ya 20 katika Amerika, Ulaya na Asia hadi kuisha. Ugonjwa ulianza kuonekana kwa homa juu ya centigrade za nyuzi joto 38, maumivu ya kichwa na kujisikia dhaifu. 10 hadi 20% za wagonjwa walihara, maana yake waliharisha. Wengi waliambukizwa, waliendelea hata kupata pneumonia. Kulikuwa na taarifa za watu 898 walioambukizwa na watu 774 walifariki katika nchi 17, wengi wao ni nchini China. COVID-19 au 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2. Kwa habari za undani zaidi kuhusu ueneaji wa ugonjwa wa COVID-19, unaweza pia ukaendelea kutusikiliza mwanzo mwisho hapa ukajua. Tazama hapa Kiingereza kuhusu pandemia, kwa Kiswahili tazama mlipuko wa virusi vya corona Wuhan huko China 2019 kuja 2020. Mwisho wa mwaka 2019 lilitokea badiliko jipya la virusi vya corona lililotambuliwa mara ya kwanza mjini Wuhan, China. Serikali ya China inalaumiwa kwa kujaribu kuficha ugunduzi huo kwa maagizo yaliyotolewa tarehe 2 Januari 2020. Aina hiyo ya virusi vya corona iliitwa mwanzoni 2019 novel coronavirus 2019 nCoV, na hatimaye ikapewa jina la SARS-CoV-2 na ugonjwa unaosababishwa nayo COVID-19. Usambazaji wake ulionekana kuanza kutokana na virusi vya wanyama vilivyofikia binadamu. Mgonjwa ya aina hiyo huitwa zoonotic disease. Wagonjwa walionyesha matatizo kwenye njia ya upumuo, wengine waliathirika kidogo tu, lakini wengine waligonjeka vibaya hadi kufa. Dalili zilizotambuliwa hadi mwisho wa Januari 2020 ni pamoja na homa ya kukohoa na ugumu wa kuvuta pumzi. Inaonekana dalili za ugonjwa zinaweza kuanza takribani siku 2 hadi 14 baada ya kuambukizwa. Walio hatarini zaidi ni watu waliodhoofishwa na magonjwa mengine au wenye mfumo dhaifu wa kinga ya mwili kwa sababu nyingine, kwa mfano umri mkubwa. Hadi mwisho wa Januari 2020 takribani watu 10,000 waliambukizwa. Idadi ya vifo ilikuwa mnamo 200. Virusi vilienea hadi nchi nyingine kwa njia ya abiria wa ndege za kimataifa. Wakazi wa Wuhan na miji mingine ya China yenye wagonjwa wamekataliwa kuondoka kwao baada ya hali ya karantini kutangazwa. Katikati ya Februari 2020, maswali mengi kuhusu virusi hivi vilibaki bila majibu, lakini shirika la afya duniani WHO lilitoa tathmini kuwa zaidi ya 80% za wagonjwa huonekana kuwa na ugonjwa mwepesi, wanapona. Lakini kati ya 10% za wagonjwa kuna maambukizi mazito yanayosababishwa matatizo ya kupumua, hata pneumonia, na 15% kudai walazwe hospitalini. Takriban 5% huwa na magonjwa hatari. Mnamo 2% hufa. Hatari ya kifo inapatikana hasa kwa wazee. Kuna mfano michache ya watoto. Baadaye inaonekana kwamba kiwango cha vifo si kubwa vile, labda kati ya 0.5 hadi 1%, lakini si rahisi kutaja kiwango kwa uhakika kwa sababu wengi walioambukizwa hawajulikani. Utafiti wa ziada bado unahitajika. Kuna dalili kwamba virusi vya COVID-19 vinaweza kudumu hadi siku 8 kwenye uso wa kitu kilichoguswa na mgonjwa na bado kusababisha maambukizi. Uenezi wa COVID-19 nje ya China. Ni jinsi gani COVID au ugonjwa wa corona umetoka
nchini China ulikotokea na kuingia mataifa mengine yaliyoko nje ya nchi ya China. Unaambiwa katika Februari 2019 virusi viliendelea kuenea nje ya China kupitia watu waliosafiri baina ya China na nchi nyingine. Tabia ya virusi kutosababisha ugonjwa mkali kwa wengi ilikuwa msingi kwa uenezaji usiotambuliwa mwanzoni hadi kufikia watu waliogonjeka vibaya. Mlipuko ya kwanza ilionekana katika Iran, Korea Kusini na Italia, ambako serikali zilitangaza hali ya karantini kwa maeneo kadhaa. Kufikia mwisho wa mwezi huo, wagonjwa wa nchi nyingine kwa pamoja walikuwa wamezidi wale wa China. Katika Machi 2020, idadi ya maambukizi mapya ilipungua nchini China na Korea Kusini, lakini iliongezeka Ulaya na kuanza kusambaa Marekani. Katika Ulaya, Italia ilikuwa nchi iliyoathiriwa vibaya zaidi. Serikali ilifunga shule zote pamoja na maduka yasiyo ya vyakula na dawa na kupiga marufuku mikusanyiko yote ikiwemo ile ya ibada. Hatua kama hizo zilichukuliwa pia katika nchi nyingine katika Asia ya Magharibi. Nchi iliyoathiriwa vibaya zaidi ni Iran. Kwa ujumla, si rahisi kupata picha kamili ya uenezi halisi wa virusi hivi, ili hali dalili za ugonjwa zinafanana na mafua ya kawaida na kifua kikuu. Inawezekana mara nyingi maambukizi haya kutambuliwa. Kwa sababu hiyo, makadirio ya asilimia ya watu wanaokufa yanatofautiana katika nchi na nchi. Tarehe 11 Machi 2020, Shirika la Afya Duniani ilitamka uenezi wa virusi umefikia ngazi ya pandemia, yaani epidemia, mlipuko katika nchi nyingi za dunia. Katikati ya mwezi Machi 2020, idadi ya wagonjwa iliongezeka sana katika nchi za Ulaya. Marekani ilizuia wasafiri kutoka Ulaya kuingia nchi mbalimbali, pamoja na Ujerumani zilianza kufunga shule na kukataza mikutaniko yote yaliyolenga zaidi ya watu 100 hadi 500. Kwa hiyo kufunga mechi za mpira wa miguu au michezo mingine, pamoja na hoteli na sinema. Kampuni mbalimbali ziliamuru wafanyakazi kukaa nyumbani na kutekeleza shughuli kupitia kompyuta pekee. Tarehe 14 Machi, Denmark na Poland zilifunga mipaka kwa wote wasio raia wao kwa kuamuru raia waliorudi wapaswa kukaa karantini wiki 2. Kwa ujumla, serikali ilitangaza kwamba asilimia kubwa ya wananchi wataambukizwa, zikiona changamoto kuchelewesha mchakato wa maambukizi ili wale watakaokuwa wagonjwa sana wajitokeze mara moja, lakini polepole ili waweze kuhudumiwa hospitalini. Kwa ujumla, serikali ilitangaza kwamba asilimia kubwa ya wananchi wataambukizwa, zikiona changamoto zinachelewa mchakato wa maambukizi. Wale waliokuwa wagonjwa wajitokeze mara moja. Kufika tarehe 19 Machi, nchi 170 zilikuwa na mgonjwa walao mmoja. Tarehe 21 Machi, Italia ilikuwa imezidi China kwa wingi wa vifo. Kwa kuwa siku hiyo walifariki huko watu 796 kuliko siku yoyote ya China. Kufikia tarehe 23 Machi, jumla ya waliothibitishwa kupatwa na virusi ilifikia watu 339,645 na vifo 14,717 kati ya nchi zaidi ya 40. Kufikia tarehe 13 Aprili, walioambukizwa walifikia 1,800,050 na waliofariki dunia ni 1,114,000. Afrika. Mwanzoni mwa Machi 2020 hakukuwa na taarifa ya maambukizi mengi ndani ya Afrika. Wataalamu walijadiliana kama hilo ni jambo linalotokana na kukosa vifaa vya kupima na kutambua ugonjwa, au kama kuna sababu ya ugonjwa kutoenea katika Afrika. Wagonjwa wengi waliotambuliwa kusini mwa Sahara ni wasafiri waliofika kutoka nchi za nje. Hadi 12 Machi, wagonjwa walithibitisha hasa katika Afrika Kaskazini. Misri, wagonjwa 67, mmoja alifariki. Algeria, wagonjwa 20, hakuna alifariki. Morocco, wagonjwa 6, mmoja alifariki, na Tunisia, wagonjwa 7, hakuna aliyefariki. Upande wa kusini mwa Sahara,
taarifa zilizopatikana hasa kutoka Afrika Kusini walipotambuliwa wagonjwa 17 na hakuna aliyefariki. Wengi wao watu waliorudi kutoka safari za Italia. Togo ilikuwa na mgonjwa mmoja aliyethibitishwa, Senegal 4, Nigeria 2, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 1, Cameroon 2, Burkina Faso walikuwa 2. Tarehe 15 Machi jioni mtu wa kwanza alithibitishwa Tanzania akiambukizwa. Hadi tarehe 23 idadi ilifikia waambukizwaji 12. Wote walioambukizwa nje ya nchi wakagundulika baada ya kufika Tanzania. Hadi tarehe 13 Aprili katika Afrika bara, nchi pekee isiyothibitisha maambukizi ilikuwa ni Lesotho, mbali ya Sahara Magharibi na visiwa mbalimbali kama Komoro. Ushauri wa kujikinga dhidi ya maambukizi haya ya ugonjwa hatari wa corona ambao bado unaendelea kuizima nchi na kuifanya endelee kuwa na maswali mengi na kuishi kama janga moja hatari sana katika maisha yetu ya binadamu. Maambukizi husambaa hasa kwa maji ya mwili kama matone madogo ya mate au chafya. Mtu aliyeambukizwa atakuwa na virusi kwenye mikono yake akigusa pua au mdomo. Inawezekana mtu aliyeambukizwa asionyeshe dalili za ugonjwa bado, lakini anaweza kupitisha virusi tayari. Unashauriwa nini? Epuka kuingia katika msongamano mkubwa wa watu, maana wenye virusi hawaonekani kirahisi, na usiende katika karibu na mtu anayekohoa au anapiga chafya au ana homa. Kaa mbali na mtu mwingine walau mita 1. Angalia wewe na watu walioko karibu na wewe wana tabia safi. Nawa mikono mara kwa mara kwa angalau sekunde 20 kwa maji na sabuni. Ukiwa nacho tumia kitakasa mikono chenye alkoholi si chini ya 60%. Kusafisha mikono. Ukisafisha mikono utoa virusi vinavyoweza kuwa katika mikono. Usiguse macho, pua na midomo kwa mikono kwa kujinawa. Mikono inagusa vitu vingi na inaweza kuchukua virusi. Vikiwa katika mikono vinaweza kuhamia macho, pua na midomo. Kutoka hapo vinaweza kuingia mwilini na utakuwa mgonjwa. Epuka kuwa karibu sana na mgonjwa. Tumia barakoa ya kinga ukimhudumia mgonjwa. Kaa nyumbani ukiwa mgonjwa wowote, maana kinga yako ni dhaifu katika hali hii. Tembea na karatasi za shashi. Kama huna hata karatasi ya choo, toilet paper, uitumie ukikohoa au kupiga chafya, alafu uitupe mahali pa takataka. Safisha mara kwa mara vitu vinavyovigusa, vikiwa pamoja na kikombe, meza, dawati, simu yako. Ukikohoa au kupiga chafya, funika mdomo au pua kwa kiko. Ukiwa na homa, kikohozi na ugumu wa kupumua, tafuta ushauri wa matibabu, lakini piga simu kabla ya kwenda. Tafuta habari halisi juu ya virusi kutoka kliniki au mamlaka ya afya iliyo karibu na wewe. Usikubali kudanganyika. Hii ilikuwa ni taarifa ya ugonjwa huu wa corona, lakini kwa Tanzania tunaendelea kuona makundi hatari ambayo yanaathirika zaidi na ugonjwa huo. Tumeona kwamba ni wazee, watu wengi ambao ni wadhaifu, wanakosa kinga ya mwili, magonjwa yale kama ya ukimwi, kisukari na kadhalika. Lakini tumeona jinsi ya kujikinga. Lakini unaambiwa kwa nini watu wanawekwa karantini? Kwa nini watu wanawekwa karantini? Kwa ufupi, neno karantini linamaanisha kuwa chini ya uangalizi. Watu wenye dalili au wanaotokea maeneo yenye maambukizi makubwa ya virusi vya corona hulazimika kuwekwa karantini, kutengwa na watu wengine ili kufuatilia afya yao kwa karibu na kuzuia kueneza virusi. Ukiambiwa unapaswa kuwekwa karantini, usiogope, ni kwa ajili ya afya yako na wengine. Virusi vya corona vina tiba? Hadi sasa hakuna tiba au chanjo dhidi ya virusi vya corona, lakini kwa sababu virusi hivyo vinaleta dalili mfano wa zile za mafua makali, changamoto wa tiba unatumika kupunguza athari za virusi vya corona. Ninapaswa kuwa na hofu? Hapana, hupasi kuwa na hofu. Ila
bali unapaswa kuchukua tahadhari. Kila mtu duniani yuko kwenye uwezekano wa kupata virusi vya corona, lakini kama tulivyofahamisha, athari zake bado hazitishi. Ni kweli watu weusi hawawezi kupata corona? Usijidanganye kwamba watu weusi hawawezi kupata corona. Watu weusi nao wako katika hatari kubwa ya kupata virusi vya corona. Ugonjwa huu unaambukiza binadamu yoyote mwenye damu, mwenye seli, mwenye afya kamili. Hakuna ambaye anaweza kukwepa ugonjwa huu. Basi hata ukiwa na kinga kali ya mwili, lakini ugonjwa utakupata, ingawa utakuwa ni tofauti na mtu ambaye ana kinga dhaifu ya mwili. Hapana, kama ilivyo kwa watu wa rangi na jamii zote, sisi watu weusi pia tunaweza kuambukizwa virusi vya corona kama ilivyo mpaka sasa. Usijidanganye kwamba Afrika hatupati corona. Mpaka sasa hivi vifo vimetokea vya kutosha. Wanaoambukiwa kuambukizwa ni wengi zaidi hapa East Africa, Afrika ya Kati na Afrika nzima. Lakini pia jambo la msingi zaidi, tuwe makini kuelimisha watu juu ya ugonjwa huu. Hakikisha unanawa maji safi kwa sabuni walau kila sekunde 20 au nusu saa au dakika 5 unanawa. Popote utakapogusa, utapofanya kitu, kanawe kwa maji safi na sabuni. Serikali mbalimbali zinapendekeza kutumia sanitizer kwa sababu ile ni antibacteria ambayo inatumika kuua bakteria waliopo katika sehemu zote za mikono yetu au katika sehemu tofauti ya vitu tutakavyovigusa. Unashauriwa kufuta au kusafisha kitu chochote unachokigusa kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya kawaida, kama simu yako, kikombe, sahani, bakuli na vyovyote vile ambavyo vinatumika kila siku, vinabebeka na kushikwa mahali popote vilipo. Hakikisha unavifuta na kuvifanya vinakuwa safi. Basi tutaweza kujikinga na ugonjwa huo, na angalau tutaonyesha kupunguza kasi ya maambukizi haya ambayo kwa sasa yanaendelea kuitesa dunia. Basi tuendelee kuwa pamoja nasi kwa kufuatilia historia hii ya corona, na hii ndio asili ya corona ilikotokea na mpaka sasa iko wapi. Kutoka miaka 2019, kutoka mwaka 2019 ilipogunduliwa kirusi cha corona COVID-19 mnamo Februari, na mpaka sasa April, historia ya corona au COVID-19 ndivyo ilivyo. Basi tuendelee kuwa pamoja nasi, lakini jambo la msingi zaidi, endelea kuwa karibu nasi ukisubscribe. Tutaendelea kuletea historia mbalimbali ya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kustajabisha dunia na kuleta mushkeli katika dunia hii, mambo ya kihistoria, mambo ya burudani, mambo yote ambayo huyatambui. Kifupi tunakuambia, tunakuletea utalii kwa njia ya masimulizi, utalii kwa sauti, talii na sauti.